Hali ya usalama imeendelea kuwa katika hali ati. Mkuu wa polisi wa mkoa wa Bonde hilo la Ufa, John Mbijiwe, akisema kuwa wamesitisha mashambulizi dhidi ya wezi wa mifugo wanaoshukiwa kuwaua maafisa 46 wa polisi kutokana na kuwepo kwa wanawake na watoto katika msafara wao. Wakati huo ndege za kivita za maafisa wa kijeshi ziliwasili katika uwanja wa ndege wa Maralal, huku kamanda wa operesheni hiyo akifanya mikutano ya kupanga mikakati na maafisa wakuu wa usalama. Mohamed Ali anatupasha zaidi akiwa huko Baragoi. Tarehe 9 mwezi huu, kikosi cha maafisa wa kulinda usalama 107, miongoni mwao polisi wa kawaida, polisi wa utawala GSU, polisi wa kupambana na mifugo pamoja na polisi wa akiba, walisombwa katika lori 4 na kupelekwa hadi Baragoi, kilomita 114 kutoka Maralal. Pasi na kupewa picha kamili ya operesheni hiyo, maafisa hao walikwea mlima wa Suguta. Dakika chache baadaye, makabiliano makali yalijiri kwa takriban saa 6, na punde tu milio ya risasi ilipotulia, askari 42 waliuawa. Gitonga Mugambi, msimamizi wa Msalaba Mwekundu, alikuwa kwanza kufika mahala hapo. Nilikuta maiti wengi sana pale chini, na kulikuwa na askari wengine kwa msitu wakiwa wanapiga nduru, wanalia. Kwa wakati huo wote, idara ya polisi ilisita kutuma usaidizi zaidi, na hapa ndipo wengi wao walikufa kutokana na jua kali, njaa na majeraha ya risasi kabla ya kuliwa na fisi mzima. Kulingana na vile wale askari walikuwa pale, wakati walipata majeraha, wengi walitoa damu mingi sana, na hapo kwa sababu walichukua zaidi ya masaa 24 ndiposa waliweza kufa. Kama askari kama 6 hivi ambaye tulikusanya maiti zao, ulikuwa unaona amevunjwa mguu, amepigwa risasi, mguu imevunjika, alafu ametoa kamba ya kiatu, amejaribu kufunga. Kuna mwingine alikuwa amekata suruali yake na akaweza kujifunga yeye mwenyewe, kujifunga, na tunaamini ni yeye alikuwa amejaribu kujifanyia hivyo kabla hajafa kufa. Polisi wanasema idadi ya maafisa waliouawa sio 42, na kusita kwao kufanya mashambulizi kuna sababu. We lost 28 officers, not 42 officers. How about the KPR? KPR was 7, bringing a total of 35. So I don't know where this 42 figure is coming from. We are following those armed bandits. We know where they're heading to. Even now, we are going to lose surveillance. But we want to spare the women and children whom this malamia wanachukua kama shield. Huku familia zikizidi kuwatafuta wapendo wao, huenda sasa tume ya wakuu wa usalama wa mkoa wa Bonde la Ufa wakalaumiwa vikali kwa kuandaa operesheni butu iliyosababisha vifo vya maafisa hao. Miongoni mwao ni mkuu wa mkoa wa polisi John Mbijiwe, mkuu wa mkoa Osman Warfa, afisa mkuu wa utawala Joseph Njuguna, mkuu wa upelelezi wa NSIS Mutea Ikunywa ambaye amehamishwa, na mkuu wa upelelezi wa mkoa wa Bonde la Ufa Samuel Nyabengi. Huku hayo yakijiri, kanali wa jeshi anayeongoza operesheni hiyo John Kibasu Warioba aliwasili na helikopta 2 za kivita na kuonekana akiwa katika mpangilio wa kuandaa mikakati ya kuwasaidia wakuu wa polisi katika operesheni hiyo. Let them not get worried. Yeah. Okay. Tayari madai ya wanajeshi wa Kenya zaidi ya 200 wanakisiwa kuanza safari kutoka kambi ya jeshi ya Lanetuko Nakuru na Lodwar wakielekea maeneo ya Baragoi. Kuwasili kwa ndege 2 za kivita za jeshi aina ya H500 huenda kunaashiria uwezekano wa kuwepo kwa mashambulizi kati ya wanajeshi wa Kenya na waasi walioshambulia maafisa wa polisi katika mlima wa mauti, mlima Suguta. Mohamed Ali,
KTN leo, Maralal.